wakirudi hewani ili tu tuweze kujadiliana mada ya siku ya leo. Na mada ya siku ya leo tutakuwa tukiangazia, je, Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametajwa katika Biblia, ama kizungu tunasema is Muhammad sallallahu alayhi wasallam mentioned in the Bible. Swali kubwa ambalo tunahitaji kuliangazia ili tuhakikishe kwamba kila mtu anaelewa. Kwa hivyo nakaribisha wewe msikilizaji wangu, wewe uwe Muislamu, uwe Mkristo, wewe pia kwa dini yote ile ambayo unafuata, na kukaribisha ili uweze kuchangia katika kipindi cha siku ya leo. Kumbuka tu kupitia 0727444454 au 0738648881 unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja na uchangie katika mada ya siku ya leo. Na leo ndani ya studio ninao masheikh wetu wa kila siku. Tuko naye Sheikh Abbas Athman, na tukiwa naye mwinjilisti evangelist Oliver Erupe kwa upande wa pili, ambaye atakuwa akikoleza mada ya siku leo, na kwenye vitabu tutakuwa naye ustadhi wetu Hassan Athman. Kwa hivyo msikilizaji, mimi ni Abdul Hamid Suleiman, ungana nasi hadi tamati ili uweze kunufaika. Na moja kwa moja tu nitaanza na Sheikh Abbas Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha siku leo. Umekuaje tangu Ijumaa iliyopita? Nashukuru Mungu, nilikuwa vizuri, nimeshinda vizuri, basi mpaka tumefika. Mashaallah. Nasema alhamdulillah. Kweli kabisa. Na kwenye kushoto kwangu tuko naye mwinjilisti Oliver Erupe. Sio mgeni sana hewani, lakini karibu sana kwa mara nyingine tena. Asanteni sana IGRFM na pia wasikilizaji, tutakuwa na wakati mwema. Nilikuwa nje kwa muda, nimerudi sasa. Tutaendelea. Asanteni. Shukrani sana. Kwenye vitabu Ustadh Hassan Athman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashaallah, hao umewasikia ndio watakuwa wakikupambia mada ya siku ya leo. Na moja kwa moja ningependa kuanza naye mgeni wetu wa siku ya leo, mwinjilisti Oliver Erupe. Labda mada hii tueleze kwa nini kwanza tulichagua mada hii, na kuna yapi ambayo kwanza inafaa tuyafahamu katika mada hii ya je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa katika Biblia, ambaye ni mtume wa mwisho wa Uislamu? Asante sana ndugu wangu, na pia wenzangu Abbas hapa na Athman na nyinyi wasikilizaji. Basi ili swali huwa tunakumbana nayo sisi kama Wakristo kila mara wakati tunakuanga na mjadala na Waislamu pale Isli. Huwa tunaulizwa hili swali kila mara, wakisema kwamba Muhammad ametajwa katika Biblia, na sisi kama Wakristo kila mara huwa tunajaribu kukana ama kukataa, kusema hapana, hajatajwa. Na hapa sasa inatuelekeza kwenye vitabu mbalimbali, na kwetu hasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18. Hilo ndio kila mmoja wetu wanajaribu kusema ni kutoka hapo ndio hiyo tabiri imetolewa katika Biblia ama unabii huo. Pia katika Yohana mlango wa 16 na kifungu cha 14 pia kuna tatanishi kuhusu mwenye atakuja baada ya Kristo, na Kristo wanasema ni Roho Mtakatifu, Waislamu wanasema ni Muhammad, na kuna tatanishi hapo. Lakini kwa leo, kwa sababu huu mjadala ni mrefu, inachukua Biblia yote, Agano la Kale, Agano Jipya. Biblia kama vile inavyojulikana sio kitabu kimoja kama Quran. Imegauliwa na scholars ya Wakristo, wameclassify. Kuna Agano la Kale ambayo ni Zabur, Daud, alafu kuna sasa Agano kuna Matora, kuna then Agano Jipya ambayo sasa tunasema Injili. Kuna vitabu vingi ambayo Waislamu wanasema hapana, tukubaliana hiyo, hasa hizo maandishi kutoka kwa Paulo. Wanasema hiyo imeongezea, pengine tunaweza kuitikia Injili ingawa imetajwa. Kuna Yohana wanasema ni Injili ya Kristo. Kwa hivyo ile ya Injili pengine hiyo tajadili wiki ijayo kwa sababu ni refu. Kwa leo tutaangalia tu Agano la Kale, hasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18. Hapo tu pengine nitaachilia ndio kurudi kwa mwenzangu. Kweli kabisa. Shukran sana mwevangelisti Oliver Erupe. Kwa upande wako labda ni yapi ambayo inatakiwa tufahamu kabla hatujazamia katika mada hii ya je, Muhammad ametajwa ndani ya Biblia? Kwanza nafikiri nafurahi kwanza
kuzungumza na mwalimu mwenzangu Ndio. Herupe. Na mada hii nafikiri ni mada nzuri, mada ambayo naipenda tangu zamani. Ndio. Na kwa swala kama Muhammad ametabiriwa katika Biblia, ni kweli Muhammad ametabiriwa. Ndio. Katika Biblia, katika sehemu nyingi sana. Nafikiri ukiangalia utabiri ni karibu, anaweza sema hata karibu 40 kwangu. Na Qur'ani ilipokuja, yani ilikuwa yani Biblia kukuja kwake ilikuwa naandaa kuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima hawezi ukajua utabiri wa Muhammad mpaka ujue historia ya Muhammad, kwa sababu ukijua historia ya mtu ndio utajua kama utabiri ni wake. Usipojua historia hauwezi ukajua. Sasa nafikiri historia ya Muhammad zinapatikana katika vitabu vya sira, na wanaosoma ni wafuasi wake ambao ni Waislamu. Upande wa pili hawana historia ya Muhammad. So kuna vitu ambavyo kwamba sisi tunapata tukiangalia katika upande wa pili, tunaiona kweli iko, tunajua bila shaka hii ni utabiri wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ziko utabiri, na hiyo ndio leo tutakuwa tunaangalia inshallah. Kweli kabisa. Shukran sana. Huyo amekuwa Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman. Zilikuwa ni 40 dakika zimekatika. Ningependa tu nianze na Herupe, labda nikupe dakika zako 5, yani utupe labda nukta yako ya kwanza, ama umejiandaa vipi? Yani sasa ndo tunazamia kwenye mada. Je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa ndani ya Biblia? Herupe, muda ni wako. Asante sana. Ndio. Kweli wasikilizaji, ili swali Ndio. imeulizwa mara mingi na imeleta tatanisho. Ndio. Na kwa sisi wa Kristo na hata Waislamu wamekuwa wakirifaa kwa hii scripture. Kuna kifungu katika Biblia. Ndio. Kumbukumbu la Torati ambayo iko kwa Tora, iliandikwa na Nabii Musa, katika mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18 inasema kwamba mahali hili jambo limetajwa, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi, hasa kama yeye Musa, kutoka miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. Msikilizeni yeye, kwa kuwa hivi ndivyo mlivyomuomba Bwana Mungu wenu kule Horebu siku ile ya kusanyiko, wakati mliposema, na tusikie sauti ya Bwana Mungu wetu, wala kuona moto huu mkubwa tena, ama sivyo tutakufa. Kifungu cha 17 nasema, Bwana akaniambia, akamsema na Musa, wanachosema ni vyema. Nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao. Nitaweka maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia kila kitu nitakacho muamuru. Basi nitasimamia hapo. Wataalamu wa Biblia wamejaribu kusema haiwezi kuwa Muhammad ndio imetajwa hapa, bali ni Kristo. Kwa kweli pengine Athman, Quran 7:157 unajua hata pengine kukariri hiyo. Quran 7:157 ili tuweze kulinganisha na hiyo ambayo inasema hivi, 157 Al-Karim, sura Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wale ambao wanamfuata huyo mtume nabii asiyesoma wala kuandika, wanaye mkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, anayewaamrisha mema na kuwakataza maovu, na anawahalalishia mazuri na anawaharamishia yaliyo mabaya, na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na wakamheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufanikiwa. 157. Naam. Asante. Basi kwa Waislamu wametaja hapo huyo nabii ambayo hajasoma, ikiwa kwamba ni Muhammad. Lakini Wakristo wamejaribu kukana kwa kusema haiwezi kuwa
Muhammad ndio ametajwa katika Biblia, hasa Kumbukumbu la Torati, ile jambo Mungu alikuwa anaeleza Musa. Kwa sababu kuna mahali nasema wenzenu, brethren, mmoja wenu. Katika utafsiri wa Biblia inasema mmoja wenu ni mmoja wa Waisraeli. Ingawa tunajua Waislamu wanapitia kwa Ismail ambaye ni ndugu wa Isaka. Kwa hivyo Waislamu watasema huyo mwenzenu ni mwenzake Isaka ambaye ni Ismail. Lakini kulingana na utafsiri ya Biblia imeeleza kwamba katika hata wakati Wanaisraeli walipokuwa wanachagua wafalme, walikuwa wanachagua katika nyumba ya Isaka. Na hiyo ukoo ambayo ilikuwa inafuata. Kwa hivyo kwa ajili ya hiyo ikawa kwamba hata manabii pia walikuwa wanaelezwa kwamba iwe ni urithi ule ule. Kwa hivyo ndio maana katika mafunzo yetu kama Wakristo tunapata kwamba mwenye ambayo imetabiriwa katika katika Biblia hapa ni Kristo ambaye itakuja kuonekana baadaye katika Yohana 16 na 14. Kwa hivyo pia sisi pia tunasema kwamba kwa jambo nyingine wakisema brethren ambaye ni mmoja wao, ndio hiyo inaeleza kwamba iwe itokee kati yenu, kusiwe mtu wa nje. Ukiona pia walikuwa wanachagua wafalme katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 17 na kifungu cha 15, utapata kwa hiyo kifungu walikuwa wanaeleza kwamba mkichagua wafalme iwe kutoka nyumba ya Isaka ambayo hiyo ukoo haikuwa ya Ismail. Haimaanishi kwamba Mungu amekataa Ismail, sio hivyo. In fact, ukiona zaidi katika Biblia, hasa ukiangalia Mwanzo kifungu cha 17 na mlango wa 17 na kifungu cha 21, inasema wakati Abraham alipoomba kwamba Ismail aweze kuishi, Mungu akasema ni kweli ataishi, lakini agano langu itakuwa ya Isaka. Agano langu itakuwa ya Isaka. Tena baadaye akarudia katika Mwanzo 21 na kifungu cha 12 kwamba katika Isaka kutatokea mbegu ambayo itakuja kutimiza unabii huo. Kwa hivyo katika sisi wa Kristo tunasema ni ya Isaka. Kupitia kwa Isaka ndio unabii ulitimizwa kwamba mwenye atakuja baada ya Musa itakuwa ni Kristo wala si Muhammad. Sawa kabisa. Hayo ni maelezo yake Mwevangelisti Oliver Erupe. Kwa upande wa pili, Sheikh Abbas Athman, upande ni wako. Umeyasikia aliyosema Mwevangelisti Oliver? Nimesikia aliyosema upande ni wako sasa, ndio? Na yeye ameenda katika 18:15 Taurati. Na akafafanua kama huyo ni Yesu. Kwa sababu imesema miongoni mwa ndugu zenu. Ndio. Mimi nakubali. Na mimi sina shaka na hiyo. Ndio. Isipokuwa tu kitu ningependa kufafanua. Maana nimesema utabiri ziko zaidi ya 40. Ndio. Hii ni moja tu. Lakini sasa hapo kitu ningependa mwinjilisti ajue ni kwamba kuna utabiri mbili. Karibu sana. Katika 18:15 kuna utabiri wa kwanza.